nzuri ya kuweza kumkaribisha mnenaji wetu wa leo, na mbali si mwingine ni mzee wetu Elder Kinyanjui ambaye Bwana amemtayarisha kwa ajili ya neno. Tumshangilie kwa makofi. Karibu mzee. Asante. Bwana asifiwe sana. Tukaweza kuchukua vitu vyetu kwa utukufu wake Bwana. Nachukua fursa hii kusema ni asanti kwa sababu ya bishop wetu Pastor Mike pamoja na wazee. Nataka kusema ni asanti kwa sababu ya kupata nafasi jioni hii ya leo. Ni Bible study yetu na naamini ya kwamba Bwana atazungumza na sisi jioni hii ya leo. Fungua tu moyo wako na Bwana ataweza kuweka kitu katika mioyo yetu. Hapa hizi nimeokoka, Yesu ni Bwana katika maisha yangu, na ninasema ni asanti kwa sababu ya wokovu wa siku hii ya leo. Bila kuchukua muda, nataka tuingie katika neno la Mungu katika kitabu ya Yohana, the book of John, mlango wa 2. Tutasoma mistari kadhaa. The book of John ama kitabu ya Yohana, mitungi yao 2 kwa pale. So hawa ni watu wengine hawana viatu, wanakuja wanatubukiza miguu yao. Wengine wanadoa uchafu wao. Wananao. So shika hiyo ya kwamba ya kwanza 2 ilikuwa ya watu ambao ni matajiri na ilikuwa na service yake. Watu wa service walikuwa mahali pale. Ya pili ilikuwa watu wa katikati, wewe mwenyewe ujishughulikie. Na hii nyingine ya mwisho ilikuwa ya watu ambao ni wa kila aina. Bwana asifiwe sana. Na ujue ya kwamba wakati huu kule wakati ule kule Israeli, sababu ya kunawa mguu ndio ukaweze kuingia nyumba ya tajiri ama nyumba kama hiyo. Haungeingia na ushauri kwa sababu wakati ule haikuwa kama wakati kama huu. Hakukuwa na lami, barabara ilikuwa mbaya, ilikuwa ya vumbi, ilikuwa ya kila aina. Na unajua sasa hawa wana wa Israeli, asubuhi mtu akiamka unajipaka mafuta, na ukijipaka mafuta sasa unatembea. Na hawako na viatu kama hizi tunavaanga, walikuwa na viatu open, labda ni kama hii nimevaa. So sasa mafuta na vumbi unajua ni kitu ambacho zinashikana sana. So walikuwa na vumbi kwa mguu, walikuwa na uchafu, barabara wa mahali walipitia ilikuwa mbaya. So sasa akiingia lazima ujue standard yako ni gani, ujue kama ni ya kwanza, ya pili ama ni ya tatu. Basi kutoka hapo watu walikuwa wanaingia na hiyo design, wanaingia wakisherekea, Kumbuka ya kwamba kusherekea kule ambao walikuja kusherekea kulikuwa na divide. So divide ndio ilikuwa kwa wingi mahali pale, labda kulikuwa na chakula zingine, lakini divide ndio ilikuwa inatoja mahali pale. So sasa watu wakaingia wakijishughulisha pale. Mtu anakuja kwa laini yake, akiingia anakuja kwa laini yake, akiingia. Waliendelea na kukunywa na kulegea, na wataalamu wanasema ya kwamba hii sherehe ilikuwa inaanza kama saa 3 asubuhi. Kwa hivyo watu waliendelea kuingia. Ilipofika masaa fulani, Bwana asifiwe sana, divai ikaisha. Kumbuka ya kwamba Yesu wako mahali pale, mama yake Yesu wako mahali pale, na watu wa tabaka mbalimbali wako mahali pale. Na hawakuwa wanajua ama wametambua ya kwamba kuna mwokozi ndani ya nini? Ya hiyo nyumba. So mama akagundua kuna kitu kimeendelea, sababu sasa watu wanaingia na hakuna kitu wanapatiwa. So wanajaribu kuangalia, sababu walikuwa wanajua wakiingia nyumba kama hiyo ni kitu gani watakuta. So sasa watu wanaingia hakuna kitu. Mamake Yesu akagundua ya kwamba kuna kitu kimeharibika, hakuna divai. So mamake Yesu akaambia Yesu, wamemalizikiwa ama divai imeisha. Na hapo tunasikia Yesu anasema, mimi na wewe tuko na nini? Tuko na uhusiano gani mimi na wewe kwa sababu ya hii? Lakini mama hakuna kitu alisema. Mama akaambia wafanyikazi ushers ambao walikuwa mahali pale, chochote ambacho Yesu atawaambia fanyeni. Yesu alikuwa tu pale, labda alikuwa amewekewa vitu kama hiyo sababu alikuwa tu ni smart. So naye Yesu akaambia wafanyikazi ushers wa mahali pale, edeni ile maji kwa pale nje, edeni mjaze maji kulingana na maandiko. So hawa wafanyikazi
wakaenda wakajaza ile mitungi yote maji. Na mjue ya kwamba wakati kila mtu, unajua hii ni maji, si ati ilikuwa wanaoga na inaongezewa, wanaoga inaongezewa, ilikuwa tu jinsi walivyokuwa wakioga, maji ilikuwa inaendelea na kufanya nini? Na kuisha. Especially hii ya hawa watu ambao walikuwa ya klasi ya chini. Maji ilikuwa imeisha mpaka, labda ilikuwa mpaka huko. Na ilikuwa na uchafu, ilikuwa very black. We imagine ama assume hawa watu walikuwa ina gani? Hii mitungi ingine. Lakini Yesu akaambia wafanyikazi, endeni mjaze hiyo mitungi yote maji 6. So wafanyikazi bila kuuliza maswali, Biblia inasema ya kwamba wakaenda wakajaza maji mpaka juu. Yesu akawaambia, sasa leteni, mpelekee mkuu ama master of ceremony. Leteni nani? Master of ceremony. Yale maji. We jaribu tu kupiga picha uone hiyo maji ilikuwa ina gani. Sasa vile imewekwa maji tu ya kawaida, na si ati hii maji Yesu alikuja nayo. Hii maji ilitolewa tu huko. Na sasa hiyo maji ndio imegeuka, imekuwa divine. Wakati mkuu wa meza alionja, mstari wa 10 nasema namna gani? Mstari wa 10. Nimetoa Biblia hapa. Yeah. Naye mkuu wa meza alipoyaoja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioyateka yale maji. Mkuu wa meza akamuita bwana harusi. 10 inasema, akamwambia, kila mtu kwanza huandaa divai iliyo jema, hata watu wakiisha kunywa sana ndipo huleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo jema hata sasa. Kwa hivyo hata master of ceremony hakujua hii imetoka wapi, mpaka akauliza mwenye nyumba, hii ulikuwa umeweka mpaka saa hii? Si mtu kwanza anapeananga ile mzuri, alafu watu wakisha kuja unawapatia ile ambayo si ni dhaifu. Kumbuka hii mitungi wakati ilijazwa maji iliingizwa ndani. Kumaanisha sasa kule nje hakukuwa na mitungi. Na sherehe haikuwa imemalizika. Sasa ni kumaanisha ya kwamba wale watu walikuja baada ya hiyo, walikuja express. Bwana asifiwe sana. Walikuja kama wanaingia. Sababu haja hao haikuwa maji, haja hao ni ile kitu kwa kule ndani. So wakiona hakuna dalili ya kitu pale, mtu anaingia na anajishughulisha. Kila mtu anaingia na anakunywa. Hivyo mpaka jioni. Jioni ya leo nataka kuzungumza, topic yangu inasema ya kwamba heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Na tukiwekwa Mhubiri mlango wa 7 mstari wa 8. Mhubiri mlango wa 7. Tusome hapo. Nikiangalia, ninajaribu kuangalia pale sioni vizuri, lakini nasema the end of a matter is better than its beginning, and the patience is better than pride. Na Kiswahili nasema ya kwamba mwisho wa jambo ni mzuri kuliko mwanzo wake. Wapendwa, jioni ya leo nataka tujifunze katika safari yetu ya mji wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Wakati tunapoishi ama katika nyakati hizi ama kutoka wakati tuliokoka, Bwana asifiwe sana, kuna vile tulianza na mashida mingi sana, na safari yetu imeenda zaidi. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Tunaona ya kwamba katika hii nyumba ama sherehe ambayo ilikuwa, mwanzo wake ilikuwa na uchafu, ni kwa sababu Yesu hakuwa amesema kitu. Lakini wakati waliingia na Yesu akaingilia kati, mambo yote ilikuwa sawa. Unakuta ya kwamba mwanzo, kabla Yesu hajatamka kitu, hajafanya miujiza, mambo ilikuwa tu ni kama kawaida.
Ni kama maisha yetu, wakati Yesu hayuko ndani yetu, maisha yetu inakuwa nini? Inakuwa kawaida. Lakini wakati Yesu Kristo anaingilia katika maisha yako, mambo inaanza kubadilika. Kwa sababu Yesu alifanya kitu. Na Yesu ukiangasoma hapo vizuri, si kwamba Yesu aliamuka mahali alikuwa akaenda kufanya miujiza pale. Hapana. Alikuwa pale, alikuwa ameketi vile alikuwa ameketi, hakuna dalili tunaambiwa alifanya, lakini alisema tu ende ujaze maji. Hii inatufundisha kwanza ya kwamba kutoka wakati Yesu alifanya miujiza na maji imeletwa ndani, saa kila mtu anafanya nini? Kumbuka Biblia inatuambia mahali fulani ya kwamba wakati Yesu Kristo pale msalabani, wakati alikatika ama wakati alikata roho yake, Biblia inasema kule hekaluni kitambaa ilikatika mara mbili. Kumaanisha ya kwamba kila mtu anaweza kufanya nini? Anaweza kuingia. Sasa wakati hiyo maji iliondolewa, kila mtu aliweza kufanya nini? Kuingia. Na ni nani alikuwa pale ndani? Ni mkombozi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mambo yote ilikuwa mzuri, ilikuwa swali, hawakujua imefanyika namna gani ama ni kitu gani imefanyika, lakini kwa sababu mwana wa Mungu, mkombozi alikuwa mahali pale, kila kitu kawa swali. Safari yetu ya mwisho, safari yetu mpendwa. Tunaweza kuanza safari zetu tukiwa na shida mingi na tabu mingi na kila kitu, lakini safari yetu iko namna gani? Wacha Yesu Kristo aingie katika maisha yetu, aingie katika makazi yetu, aingie kila mahali, na hii safari itaenda mzuri. Ninakumbuka hadithi moja katika Biblia. Wakati Yesu Kristo, wakati alikuwa anapeana mikate kwa watu wanaume, ilikuwa 5,000. Ilikuwa ni crusade kubwa sana, sababu kulikuwa na mikate 5 na samaki 2. Na Yesu Kristo akafanya muujiza, na wale watu walikuwa pale zaidi ya watu 5,000 walikula mikate, wakakula samaki mpaka zingine zikabakia. Biblia inaniambia kwamba wakati walifika jioni, wakati wa kupatia neno, na imefika jioni, Yesu Kristo akaambia wanafunzi wake baada ya kuokota zile mikate, sasa igieni muende ng'ambo ile nyingine. Na Yesu akaenda mlimani. Bwana asifiwe sana. Na sababu ilikuwa ni jioni, ilikuwa ni kama saa 12. Na wakati ule si kama saa hii matatu zinaendaka 24/7. Wakati ule ilipofika, ama wakati ilikuwa inafika saa 12, biashara zote zilikuwa zinafungwa za usafiri, isipokuwa ni watu wa kutega samaki. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Yesu wakati alienda mlimani na wanafunzi wameingia mashua na wameanza safari ya kwenda ng'ambo ile nyingine, Biblia inasema ya kwamba usiku wa manene, kumbuka ya kwamba kutoka upande huu mpaka ng'ambo ile nyingine ilikuwa ni mahali ya kama dakika 30 ama saa 1 wafika ng'ambo ile nyingine. Lakini wakati walienda, mawimbi na dhoruba na kila kitu ikaanza kuwasumbua. Yesu Kristo akiwa kule juu mlimani akiomba, kwa nguvu zake aliona wanafunzi wake wametaabika. Wanataabishwa na nini? Wanataabishwa na dhoruba na mawimbi, kwa sababu Yesu Kristo hakuwa ndani yao. Bwana asifiwe sana. Sasa Yesu Kristo, labda kila mtu anaweza kujiuliza, Yesu Kristo aliamua namna gani kutembea juu ya maji? Nimesema ya kwamba ilipofika saa 12 na kuendelea, hakukuanga na mashua ya kusafiri pale ule mwingine. Hakukuwa na mataa, hii mashua haina mataa. Yaani na kuna giza, so hawakuwa wanaruhusiwa kusafirisha watu usiku, isipokuwa watu wa kutega samaki, sababu anategea mahali moja. So Yesu akakanyaga juu ya maji, sababu alikuwa ni mwana wa Mungu, na tena Yesu ndio mwenye kutengeneza nini? Maji, na ako na uwezo wa kutembea juu ya maji. So kutoka wakati kama saa 12, Saida walianza safari na wameenda wakisumbuka kitu saa 9. Mahali ya saa 1. Sasa wamefika mahali saa 9, hawezi wakaenda huko, hawezi wakarudi, ni kusumbuka. Bwana asifiwe sana. Katika maisha yetu kuna dhoruba nyingi. Na ujue ya kwamba mahali walikuwa wamefika masaa kama hiyo, walikuwa wamebakisha kidogo tu ndio wavuke ng'ambo hiyo nyingine. Lakini hawaengeenda kwa sababu ya dhoruba na mawimbi. Katika maisha yetu kuna dhoruba na kuna mawimbi. Lakini mpaka Yesu Kristo aingie katika maisha yetu, aingie katika watoto wetu, aingie katika biashara na kazi zetu, mawimbi na dhoruba itatulia. Bwana asifiwe sana. So Yesu akakanyaga juu ya maji, akakanyaga juu ya maji. Wakati alikaribia,
sababu ya shida, kwa sababu sasa walikuwa wanaona kifo na macho. Petro ambaye alikuwa ni master wa kutega samaki na hakuna kitu hakujua, alikuwa mkubwa kama meteorological, alikuwa anajua mambo ya mawimbi ya dhoruba, anafaa pitishia kitu wapi, lakini yeye hata alikuwa amefika mwisho. Hangeweza kucontrol hiyo sababu Yesu hakuwa. Bwana asifiwe sana. Lakini yeye wakati Yesu Kristo alikanyaga namna hii kwa maji, na Petro anaona mpaka anaona kama shetani. Anasema mimi naona kama ni kivuli. Lakini kwa sababu gani? Ni kumaanisha kwamba katika maisha yetu kuna wakati fulani inakuanga ya kwamba umepata shida, watoto, biashara, serikali, mambo mengi, umejaribu kuomba na kufunga mpaka unaona kama Mungu alienda safari. Lakini hajaenda safari, ako mlimani. Bwana asifiwe sana. Yesu wakati aliingia na Petro akasema, kama ni wewe niambie, njoo. Ninashukuru kwa sababu ya maneno ya Yesu. Yesu Kristo hakuagi na mambo mengi, akifanya miujiza. Wakati Petro alimwambia kama ni wewe niambie nikuje, Yesu Kristo tu akiwa juu ya maji akamwambia njoo. Petro alikuja kwa sababu ya nini? The word. Neno tu, the word njoo. Sababu haikuwa maneno mingi ama come na Kiingereza. Petro akakanyaga juu ya nini? Nataka tuseme ya kwamba niseme nini? Tusiwe na wasiwasi. Yesu Kristo anatuona sasa, hayuko kule mlimani, ako juu mbinguni. Bwana asifiwe sana. Hakuna kitu haoni katika maisha yetu. Vile tunasumbuka, vile tunakosa, vile tunalia, vile tunaomba mambo mengi, nataka niseme ya kwamba hakuna wakati Yesu atatuachilia. No matter what. Hatatuachilia. Atakuja tu na atakuja dakika mwisho. Na Yesu akikuja dakika mwisho, hatutakumbuka mashida ile yote ya miaka mingi tulipata. Hapana, hatutakumbuka kwa sababu ya wokovu ya siku moja. Ninataka tu encourage ya kwamba tujipe moyo. Ni kwa sababu Mungu wetu ako juu mbinguni, hayuko kule mlimani kama wakati ule. Na tukumbuke ya kwamba Yesu Kristo ni mtenda miujiza. Hawa wanafunzi wakakumbuka ya kwamba Yesu alifanya miujiza, samaki 2 na mikate 5, na akaweza kulisha watu zaidi ya 5,000. Sasa wangeliitia jina la Yesu wakiwa mahali pale. Lakini kwa sababu hawakuwa wamezoea hiyo, walikuwa wamezoea kila wakati Yesu akawa katikati yao. Sasa Biblia inatuambia namna gani? Wakati ilipoingia, Bwana asifiwe sana, kila kitu ikawa sawa. Sababu sasa hii divai, masaa ile iliisha, hapo ndio watu tena walikuwa wanaanza kuingia. Sababu kama ilikuwa inaisha kama saa 8 na sherehe ilikuwa inaisha saa 10 na watu wanakuja, unajua watu wale walikuwa wanakuja, wengine walikuwa wanamaliza kazi masaa fulani, wengine wanamaliza saa ile, lakini jioni wote wahakikisha wamefanya nini? At least wameingia na imeisha. Yesu Kristo tunafaa tutembee naye. Yohana 15 mstari wa 7 inasema ya kwamba Yesu akikaa ndani yenu na inasema namna gani? Yesu akikaa ndani yetu na yeye akae. Hebu niwekee hiyo, sijaanza kukuta. Yaani tumruhusu Yesu akae ndani yetu na sisi tukae ndani yake. Tuombe chochote, sababu Yesu Kristo ako wapi? If you remain in me and my words, sasa nilikuwa nataka hiyo words, and my words remain in you. Kumbuka Yesu aliambia Petro, come, it is the word. Hiyo tu. Ukijua neno moja katika Biblia inaweza kukuokoa maisha yako yote. If my words, kama neno la Mungu linakaa katika maisha yetu. Yesu akiwa kule juu, liitie jina la Yesu. Liitie jina la Yesu, na Yesu atafanya nini? Yesu Kristo akiwa mahali hakuna kitu inaharibika. Kumbuka hata hawa wasana wawili, Martha na Mariamu, wakati ndugu yao alikufa na Yesu Kristo ameambiwa akiwa mahali alikuwa. Bwana asifiwe sana. Yesu hata alikuwa siku zingine 2. Alikaa tu. Na hata wakati alikuja na mambo yale yote, walikutana na Martha kwanza, wakakutana na Martha na akamwambia kama ungekuwa hapa nini mambo mengi ndugu yetu hangali kufa. Na Yesu akamwambia kwamba kumbuka ya kwamba mimi ndio uzima na ufufuo.
we usijali mambo mengi. Nao wanasema ya kwamba tunajua atafufuka siku ile, na Yesu anawaambia hapana, ni saa hii tu. Bwana asifiwe sana. Wakati Yesu alionyeshwa kaburi ya Lazaro, the word alisema mambo mawili, Lazaro come. Ndio neno tu ndio nataka kusema. Ukihifadhi neno la Mungu ndani ya maisha yako, neno la Yesu Kristo, the words ikiwa ndani yetu, tunaweza kufika, ujuzi wetu imeisha, hakuna kitu tunaweza tukafanya, tumeomba, tumefanya, usikufe moyo. Usikufe. Na usiwache Yesu Kristo alale, usikose kumsumbua. Kuna bahari nyingine Biblia inasema kwamba waliruhusu Yesu Kristo alale, naye mashua inataka kwenda. Yesu Kristo wacha kae hai katika maisha yetu. Wakati Yesu alisema Lazaro njoo, haijalishi alikuwa upande gani ama alikuwa amekufa siku ngapi, alikuja tu vile alikuwa. Sababu yani vile Lazaro alikuja, kumbuka ya kwanza alikuwa amefungwa ile kitambaa shanda mpaka macho, mpaka mikono, kila alikuwa amefungwa. Lakini vile alikuja haijulikani. Bwana asifiwe sana. Sababu alikuja wapi? Hakutembea, sababu alikuwa amefungwa miguu. Sababu alikuwa amefunga hata macho. Alikuwa amefunga mpaka mikono. Lakini kwa sababu ya neno, haijalishi situation gani, litia jina la Yesu. Sababu watu ungesema wakati Yesu aliambia Lazaro njoo, alijifungua kule mahali alikuwa kusimu, akajifungua macho, akajifungua mikono, akajifungua mpaka miguu, ndio sasa akatembea. Hapana, alikuja tu namna hiyo. Yesu ndio alisema mfungueni. Bwana asifiwe sana. Nini katika hali yetu tujue ya kwamba tuna Mungu ambaye ni miujiza. Aliingia kwa hiyo mwenye harusi. Bwana asifiwe sana. Ameketi tu pale. Hana mambo mengi, jazeni. Na hii maji mingi inatufundisha namna gani? Wakati kutoka katika nyumba ya Bwana, sisi wote ni wa mtu mmoja. Kumbuka katika hii mtaratara inaitwa nini na Kiswahili? Mtaratara yani mpangilio. Lazima hawa watu wakubwa wakae pande ile, hawa watu wengine wakae pande hii. Yani mpangilio. Bwana asifiwe sana. Sasa hakuna maji pale. Kila mtu anaweza kufanya nini? Kuingia. Everybody. Kila mtu sasa ni kuingia tu. Kama mahali unataka. Yesu Kristo ni mmoja. Na Yesu Kristo alikuwa mmoja kwa wale watu wote waliingia. Sababu sasa kule mtu akiingia, si umeingia katika hii mbili ya kwanza, wewe unanawishwa vizuri, unapangizwa vizuri, labda unafanywa masaji kidogo namna hiyo. Alafu sasa unaambiwa enda pande ile ya wadusi. Hao wengine sasa wajisort. Masabuni kwa hapo, taweli kwa hapo, unaingia hapo katikati na wengine. Lakini sasa katika nyumba ya Bwana, sisi wote ni wa Yesu Yesu mmoja. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wapendwa, jioni hii ya leo tunakufanga moyo mpaka tunashona kwenda safari. Tusife moyo. Wapendwa, Biblia inasema ya kwamba hadi mwisho wa safari. Na unaonaga kila kitu katika maisha ya mwanadamu, mambo mengi ambayo inaanzanga huwa inatakiwa imalizike vizuri. Katika familia zetu tuna watoto, na saa nyingine wanaenda hivi na vile, wanaenda katika njia ambazo wanapenda. Lakini majukumu yetu kulitia neno la Mungu, kutoa dhabihu kwa sababu ya watoto wetu, kuomba kwa sababu ya watoto wetu, na hata na vijana wetu, ili tumalize pamoja vizuri. Tusiwe kama kanisa ya Wagalatia mlango wa 3, ya kwamba tulianza kiroho na tukamaliza nini? Kimwili. Tusifike hapo wapendwa. Lakini tumalize safari yetu vizuri. Paulo anasema katika, alikuwa anaambia Timotheo mlango wa 4 na mstari wa 7 na 8 nafikiri. Hebu niwekee hiyo. Timotheo wa pili mlango wa 7 na mlango wa 7 na 8. Tuone tunafaa kumaliza safari yetu namna gani? Safari yetu. 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. Inasema, I have fought a good fight. No, I have fought the good fight. Amepigana vita vizuri. I have finished the race. Nimemaliza safari. I have kept the faith. Kumbuka huyu Paul, waje hapo. Kumbuka huyu Paul
vile alikuwa kabla ya kuokoka mpaka wakati alikutana na Yesu. Na Paul alifanya kazi mingi sana ya kuhubiri Injili na kufungua makanisa. Sijui ni wapi tumeshasoma katika safari yote ya Paul ambayo ilikuwa na mkate na blueberry na siagi. Hakuna. Safari ya Paul ilikuwa mbaya throughout. Mara amepigwa, mara amewekwa jela, mara amefukuzwa, mara ameteremshwa mahali fulani kwa dirisha sababu anataka kumuua. Yaani Paul mara ako jela na kuchapa mara mingi Paul. Lakini katika hiyo shida, sijui kama mimi na wewe ambao tulianza safari kama vile Paul alianza, tushafika hiyo maisha ya Paul, sijui. Lakini katika hizo mambo matatu, yani amepigana vita. Kupigana vita ni spiritual warfare. Sababu vita yetu si mwili na nyama ama na damu, hapana, ni ya kiroho. Amepigana. Na anasema ya kwamba amekimbia mbio zake. Kukimbia mbio zake ni safari kutoka wakati aliokoka, ametembea hiyo safari yote. Mwisho amesema ya kwamba mwisho akiondoka hii dunia. Sababu hiyo ndio maneno ya mwisho aliambia Timothy. Ya kwamba nimepigana vita, nimekimbia mbio na nimeweka imani. Hiyo ya mwisho. Hiyo ni amana sana hiyo ya mwisho. Imani. Kuna wakati ushakata tamaa. Unaona ya kwamba ni kama hakuna Mungu. Ni kama Mungu alienda safari. Ni kama hii kuokoka ni kama si kuokoka vizuri. Na unajaribu kwenda huku na kule kutafuta mawaidha na mambo mengi. Hapana. Hapana. Paul anasema ya kwamba amepigana vita na hii si ya siku moja. Paul sijasoma vizuri kujua alikaa miaka ngapi tangu kuokoka mpaka kuondoka dunia hii. Sijasoma mahali ya kwamba alikaa miaka ngapi. Lakini kipindi hiyo yote alikuwa dunia hiyo. Hakuna wakati alirudi nyuma. Hakuna wakati alikata tamaa na wokovu wake. Na alipata shida. Na Paul tukijua ya kwamba alikuwa ni msomi. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anakaa vizuri na alikuwa anapatiwa kazi mzuri na serikali ya wakati hiyo. Na alifurahia kazi yake. Lakini sasa ameingia katika kazi nyingine na kuanza safari. Wapendwa, safari yetu si rahisi. Na sisi kabla ya kuokoka tulikuwa tunafanya vile tunafanya. Lakini sasa tumeingia katika nyumba ya Bwana. Sisi ni watumishi wa Mungu. Vita yetu ni mingi, lakini tusikate tamaa. Paul anasema ya kwamba amepigana vita. Bwana akinisaidia nitakuja kuzungumza kuhusu spiritual warfare. Amepigana vita muda huo wote. Amepigilia mbio muda huo wote. Na sasa anapoondoka dunia hii amedumisha imani. Tusikate tamaa no matter what. Mambo si rahisi. Na especially siku hizi tunaishi kama wanajaribu kutabiri ya kwamba tunaishi katika siku za mwisho. Nyakati hizi. Sababu ya mambo ambayo yanaonekana na mambo ambayo yako ukiangalia kwa Biblia ni kama zinapelekana. Sasa tunashindwa ni kama tunakaa siku za mwisho. Mpendwa, usikate tamaa. Ingia tu ndani ingia ndani. Ile maji iliingia ndani, sisi tuingia ndani, tuko safi. Tuko safi. Kwa hivyo wapendwa, yangu ya jioni ya leo. Heri mwisho wa nini? Hata wale wanakimbiaga mbio hii ya kiwanja, sana sana hii inaitwa rally ama lile kitu kama hiyo ya kupokezana kijiti. Unaona wakazi anakimbia, anapatia wa pili na anachukua spidi kuliko huyu. Lakini wa mwisho ile mbio atakimbia si kidogo. Sisi tuko namna hiyo mpaka hakikisha amemaliza. Sisi tukimbie mbio yetu, tupigane vita ambayo ni mzuri bila kuingilia ule mwingine. Sisi wote tuko pamoja. Lakini neno the word hiyo ndio nataka tusike. The word of God ikae ndani yetu. Tukae ndani ya Mungu naye Mungu akae ndani yetu. Tuulize chochote ambacho tunataka kulingana na kitabu ya Yohana 15:7. Tuombe chochote. Petro ni kama alikuwa na sababu unajua ndio aone ni kiburi sababu kulikuwa na giza na ilikuwa ni saa 9. Hakujua kama ni Yesu na si ati alimkaribia, alimuona akiwa kwa distant. Alikuwa na hofu nyingi sana. Lakini
Unakuta saa ingine tunakaa kama Petro. Petro akawa na wasiwasi. Akawa sasa ni kama haelewi. Anaona mawimbi ndio hii, dhoruba ndio hii, akazama. Shida isifanya tuzame. Hapana. Ni shida. Petro na alikuwa na ujuzi wa baharini. Kumbuka ya kwamba Petro akizaliwa hakuenda shule ya mtu. Shule ile alienda ni ya baba yake. Aliambiwa samaki inategwa namna hii. So hakwenda any school. Shule yake ilikuwa kwa maji. So alikuwa na ujuzi wa maji mpaka wakati walikutana na Yesu. Hakujua Kizungu ama Kiingereza. Hakujua historia mambo mengi, alijua maji. Sasa lakini kwa sababu alikuwa na neno, Bwana siwe sana. Akaona shida, akaona dhoruba katika maisha yetu. Wewe ni dhoruba gani inakuvuruta ama inakupiga katika maisha yako? Ni mawimbi gani unaona? Ni mingi. Lakini tu litie tu jina la Yesu. Wakati Yesu Kristo aliingia katika hiyo mashua, Biblia inasema ya kwamba ilitulia. Yesu Kristo hakuna kitu alifanya, ni kuingia tu aliingia katika hiyo. Kwa hii nyumba ya bwana harusi hakuna kitu alifanya, ni kwa sababu alikuwa wapi? Hapo. Wacha Yesu Kristo akae katika maisha yetu katikati. Ndio tukimaliza tumaliza pamoja kama vile Paul. Na tukifanya namna hiyo wapendwa, maisha yetu itakuwa mzuri. Na tujue ya kwamba sisi wa hapa duniani, tujue ya kwamba sisi wote tupende tusipende, sisi ni safari tunaenda. Wewe ulianza safari yako kule, uko mahali umefika, bado safari yako iko mbele. Tusisuburiwe na kitu. Hata kama shida itakuja namna gani, dada yangu Jennifer. Muamini tu Mungu. Na unaweza kuwa na shida hapa, naye Mungu amekugojea pale. Kwa hivyo hapa usikata tamaa, hata kama hapa dhoruba na nini. Wewe ng'ang'ana tu, pigana vita kama Paul. Pigana tu, wakati mtakutana na Yesu hapa, kila kitu itabadilika, itakuwa upside down. Na maisha itabadilika kabisa. Utasema kweli huyu Yesu alikuwa naye. Yesu Kristo jua kwa mlimani, lakini si ule mlima juu biguni. Hakuna kitu ya maisha yako wewe kama binafsi. Hakuna kitu hajui, hata mawazo yako, hata makazi yako, kila kitu, hakuna kitu hajui. Kama anasema ajue kama mpaka nywele zetu anajua ni ngapi. Na hakuna mtu asiyejua nywele ya mtu ni ngapi. Yeye anajua. Kwa hivyo hakuna kitu Yesu wetu hajui. Hakuna. Mimi ninakumbuka siku moja nimeokoka na nimepata mke hapa nimepata hapa kwa madhabahu. Kwaya. Mimi nilikuwa nimeketi hapa tu. Sasa nina mdada anacheza. Kitu nilipendeza nikanguo kingine alikuwa anavaa. Unajua kwaya ya zamani walikuwa wanacheza namna hii, wanacheza namna hii. Sasa na kanguo kanaenda namna hii. Naye roho yangu inatoka pande hii, inakuja pande hii. Sasa hata ninashindwa. Nitafanya nini ndio? Unajua ukitaka mtu lazima mkaribie. Nilibidi niingie kwaya. Bwana siwe sana. Sikuingia sababu nitaka kuiba. Niliingia ndio nipate mtu. Bwana siwe sana. So sasa akiwa soprano na mimi nikawa tena. Unajua kuna soprano tena, alto na bass. Sasa mimi nikaingia tena kwa hapa. So tunaimba nyimbo hizo, tunaimba. Siku moja nilikuwa na kitabu nikagusa kwa miguu kuchukua pole dada. Hakuna shida. Basi nikajua mambo imeanza. Bwana asifiwe sana. Mpira ikaanza namna gani? Ni huyo tu tuko naye. Lakini nataka kusema nini? Nataka kusema shida mimi nimepitia nikimaliza shida ambayo nimepitia na mke wangu mpaka mahali tumefika, tumemuona Mungu. Bwana asifiwe sana. Mimi nimekuwa mtu wa hoteli miaka mingi na ninakumbuka kuna kipindi singeweza kulipa nyumba na nyumba tulikuwa tunakaa ni ya 200 peke yake. Rent ya mwezi mzima 200 na singeweza kulipa. So nikaambia mke wangu sasa tutakuwa tunalala kwa hoteli. Sasa kwa hoteli sababu haikuwa inaenda 24, unaona hii meza kukadia unga. Na sasa hiyo tuko na watoto wawili. Sasa customer akiondoka wote wanaenda. Sasa tunafunga mlango ati ni kuomba tunaomba lakini si kuomba ni kulala. Shida ilikuwa imezidi akili zetu. Sasa hii meza ya kukadia unga tulikuwa tunalala hapa na mke wangu na watoto wetu wawili walala hapa chini. Asubuhi na mapema tunawatoa tunawapeleka pale nje. Na ninakumbuka nililia sana machozi. Nikamwambia Mungu sasa hii shida wakati nimeokoka na ni mwaka moja tu nimeoa, na miaka 2 3 nimeoa. Sasa hii shida ndio mtu akiokoka, hii shida ndio inaanza sababu ni mwaka wa 3. Na ninakumbuka siku moja hoteli ambayo nilikuwa ninafanyia kazi ilikuwa chini yangu. Kuna hii shida ambayo inatokea pale mbele, ilikuwa na mabati.
Na nikamwambia mjamaa mmoja, nisikia akisema kwa anataka kununua mabati. Nikamwambia niko na mabati nataka kuuza, lakini kuja Saturday, ilikuwa kama Wednesday. So akanipatia pesa na tukapata ya kupatia watoto. Bwana asifiwe sana. Lakini nikidhania kwamba huyu mjamaa wa mabati nimemuuzia mabati, atakuja Saturday, jioni hiyo ndio alikuja na sikuwa na mabati. Na pesa tumefanya nini? Tumekula. Ilibidi sasa hiyo shedi yote tubomoe, nimpatie mabati yake. Hoteli kabaki namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Na siku moja tukajaribu kukoboa nyumba. Sasa nilikuwa ninatoka mapema sababu 200 siku. Inapika mwisho wa mwezi 200 hakuna. Ninajaribu kuomba, maombi haingii. Ninasikia maombi inagonga hapa inarudi chini. Sasa ndipo siku moja mwenye nyumba anakuja sababu nilikuwa nimemehepa kama miezi 3. Anataka 600 ya miezi 3. Sasa mwezi wa 3 naye Mungu akataa kunianika. Kasema hata wewe Mungu unanianika na sasa. Sababu sasa kifuli ya kufunga nyumba nilikuwa nimemisplace. Kumbe ilikuwa tu kwa pilo, lakini sasa tunawekelea pilo. Ninatafuta nyumba ndio saa 11 ndio na ninaambia mke wangu tuondoke mapema na watoto tuende pale tugojee. Wakati ninatafuta ndio mwenyewe anakuja, nikamuomba, akasema sasa amenipatia siku 7. Sasa wakati ametoka ndio ninaona funguo iko tu hapo. Akasema ala, kumbe ilikuwa hitu hapa na Mungu alikuwa anataka kuniaibisha. Lakini nataka kusema nini? Shida isikufanye uachane na Mungu. Isikufanye. Wewe mtumainie Bwana katika maisha yako yote. Wewe ingia ndani, kaa ndani yake sababu Yesu alikuwa ndani. Yesu alikuwa ndani ya hiyo nyumba ya mwana harusi, alikuwa ndani. Sasa wacha Yesu, sisi tuingie ndani ya Yesu. Kile tunataka tutapata. Wanafunzi wa Yesu wakati Yesu aliingia dhoruba na mawimbi ilitulia kabisa. Sasa mimi tunapiga story na mke wangu, tunapiga story, tunacheka. Lakini tukiona mtu ako na shida tunamhurumia na tunasaidiana. Hakuna mtu hana historia yake katika maisha hii. Hata vijana. Wakati mnapitia mambo kama hiyo ama mfika mahali fulani, usikane Yesu na usikate tamaa. Sababu uliokoka na yule ambaye alikuokoa anakutazama tu. Saa nyingine anataka kuangalia imani yako. Hata Yesu akamwambia Petro, imani yenu ni ndogo. Tuongeze imani katika maisha yetu. Na tukishaongeza imani, tutembee na Yesu katika hii safari. Tutasema kama Paul. Safari nimeenda, vita nimepigana, race yangu imekuwa mzuri. Imani ndio inatakiwa. Imani ndio ya mwisho. Nimedumisha nini? Nimedumisha imani. Kwa hivyo wapendwa, sisi ni wa Yesu. Hakuna saa mpangilio pale nje. Sasa ni kuingia hata ile basi ya hekalu ilikatika. Sasa tukishaingia tukutana na Yesu. Sasa kuingia ni kuingia kwa madhabahu. Na wapendwa, mambo mengine katika maisha inaondolewa na dhabihu. Hiyo nitakuja kusema siku nyingine. Dhabihu, ukiona mambo imeshindikana kabisa katika maisha yangu, peleka dhabihu na uite jina ya hiyo shida. Mungu anamkaga kama kitu kingine. Anasema kama ni hivyo hiyo shida yodo dhabihu. Hata Mungu alipenda ulimwengu sana. Na kusema alipenda ulimwengu si ati ulimwengu ulikuwa mzuri. Ni dhambi, kulikuwa na mambo mengi sana ambayo haikuwa mzuri, lakini alipenda ulimwengu akamtoa. Na sisi tunatoanga nini? Bwana awabariki sana. Asanteni. Asante sana Mzee Chege. Nashukuru. Asante. Nimaliza. Asante. Tumpigie mzee makofi. Hilo ni neno nzuri. Pokea. Na katika haya yote mzee ameongea siku hii ya leo, jambo la muhimu baada ya kupitia yale yote amesema, kile ambacho kinamalizia kila kitu ni John 15:7. If you remain in me and my word remain in you, whatever you wish, you'll get it. Ukikaa ndani yangu na neno likae ndani yako, chochote utakacho utapata. Bwana wabariki sana.